Hali gani mtazamaji wa TVE? Karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tulokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, nilikusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa asisitiza viongozi wa dini kuendelea kuwajenga vijana kiimani. Na katika habari za kimataifa, wapiganaji waua watu 35 mashariki mwa Kongo. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema vijana wenye elimu na maarifa ya dini ni nguzo muhimu ya ustawi wa maendeleo katika jamii, kwani imani imara ya kidini hujenga jamii zenye maadili mema, ufanisi katika kazi na upendo wa dhati kwa kila mmoja. Taarifa zaidi na Nancy Ibrahim. Ametoa kauli hiyo alipozungumza na wananchi katika mashindano ya 16 ya kuhifadhi Qur'an tukufu ngazi ya Afrika Mashariki na Kati yaliyofanyika katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Waziri Mkuu ameongeza kuwa mashindano hayo yana mchango katika kuimarisha amani, mshikamano na utulivu wa nchi. Pia wanachangia katika kukuza sekta mbalimbali ikiwemo ya uchumi na utalii, kwani kila mwaka washiriki kutoka mataifa mbalimbali wanakuja nchini kushiriki au kushuhudia mashindano hayo. Akizungumza kuhusu umuhimu wa mashindano ya kuhifadhi Qur'an, Waziri Mkuu amesema mashindano hayo yana manufaa kwa washiriki na kwa taifa, kwani yanawawezesha kushiriki kuwa na uwezo wa kuhifadhi na kuelewa mafundisho ya Qur'an tukufu. Katika jamii yetu, vijana wengi wenye elimu na maarifa ya dini wamekuwa ni nguzo muhimu ya ustawi wa maendeleo. Vile vile tunatambua kwamba imani imara ya kidini hujenga jamii yenye maadili mema, lakini pia inajenga huruma, tabia ya kujitoa, ufanisi katika kazi na upendo wa dhati kwa jumla kwenye jamii. Aidha, ametumia fursa hiyo kuipongeza taasisi ya Manahil Al-Irfan kwa juhudi zao kubwa katika kuandaa mashindano hayo, na kwamba serikali inaunga mkono taasisi zote zinazojitahidi kuinua elimu ya dini na maadili kwa lengo la kuwa na taifa lenye vijana bora wenye imani thabiti na maadili mema. Sanjari na hayo, ametoa wito kwa viongozi wa dini waendelee kuliweka suala la kudhibiti mmomonyoko wa maadili kuwa ajenda ya kudumu katika vikao na mikutano yao. Ninaomba sana viongozi wa dini, wazazi na walezi wa vijana wetu, tuendelee kulifanya na kulizungumza na kulichukulia hatua swala mmomonyoko wa maadili kuwa ni ajenda ya kudumu. Viko viashiria mbalimbali kupitia matendo mbalimbali ya mmomonyoko wa maadili katika jamii. Ni jukumu letu sisi viongozi wa dini kupitia nyumba zetu za ibada kuwahubiria Watanzania, kuwatahadharisha Watanzania na kuwasihi Watanzania kutotenda mabaya yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Endeleeni kukemea vikali kabisa vitendo vyote ambavyo ni kinyume na maadili ya dini na utamaduni wa Mtanzania. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Hospitali ya rufaa ya Mwananyamala iliyopo jijini Dar es Salaam inakabiliwa na ongezeko la wagonjwa wa dharura, huku kati ya wagonjwa hao 80% ni wale watokanao na ajali za pikipiki maarufu bodaboda. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akipokea msaada kutoka kampuni ya mikopo ya Macha Credit, daktari kutoka kitengo cha dharura hospitali ya rufaa Mwananyamala, Dr. Joseph Mosha, amesema kwa siku hospitali hiyo inapokea wagonjwa 50 kwa ajili ya kutibiwa katika kitengo cha dharura. Hapa kwenye huduma za dharura emergency Mwananyamala tuna vitengo mbalimbali, na kwenye huduma maana tunahudumia wale wagonjwa wa nje kama OPD na wagonjwa wa matibabu na wagonjwa ambao ni wanahitaji wa dharura ambao kwa idadi ambayo inafika ni ukichanganya wote ni zaidi ya 50 kwa siku ambao ni unajumuisha na wale ambao wanakuja kwa ajili ya magonjwa yale ya kawaida hawana dharura maana ni OPD, na wale ambao ni wa dharura maana emergency tumejumuisha wote ambao tunatoa huduma. Kwa kujumuisha kwa pamoja wanakuwa ni zaidi ya hapo kwa kukadiria. Kwa upande wake Hailathi Mpwelea kutoka kampuni ya Macha Credit pamoja na Halili Katani, afisa ustawi wa jamii kutoka hospitali ya rufaa Mwananyamala, wamesema msaada huo ni pamoja na mashuka 500
ikiwa ni katika kusherehekea siku ya wanawake duniani, ambapo umelenga kusaidia eneo la dharura pamoja na kina mama, ikiwa ni katika kutambua mchango wa wanawake. Tuliweza mashuka kwa sababu nimekwambia toka mwanzo kwamba sifa ya mwanamke ni usafi. Kwa hiyo tumeona mashuka ni kitu kimojawapo ambacho kitakuwa kina uhitaji sana, kwa sababu hospitalini kuna mambo mengi. Damu kidogo, shuka inabidi libadilishwe. Uchafu kidogo, shuka inabidi libadilishwe kwa ajili ya kuzuia contamination mbalimbali. Kwa mashuka haya ambayo leo wametuletea kwa ajili ya kitengo cha emergency, lakini pia kwa ajili ya wanawake wenzao ambao wanapata huduma katika hospitali yetu ya mkoa wa rufaa ya Mwananyamala, itaweza kuona kwamba tunazingatia zile standard ambazo zinatakiwa kuhudumiwa, kwa maana ukiwa kuna damu shuka linatolewa, ukiwa shuka ni chafu mtu hawezi kutumia shuka chafu, kwa sababu tayari wanawake wa Amacha wameweza kutushika mkono na kuja kuona kwamba huduma zinakuwa ni nzuri na zinaendelea kuboreka. Kwa hiyo tunawashukuru sana na asanteni sana. Lakini pia tunatoa kwa taasisi nyingine na watu wengine wanaweza pia kuja kutuunga mkono katika hospitali ya mkoa wa rufaa ya Mwananyamala kwa ajili ya kutusaidia vifaa tiba, lakini na huduma nyingine ambazo zipo kama kulipia wagonjwa wasiokuwepo na ndugu. Kama nilivyosema, mimi ni afisa ustawi wa jamii, kwa sababu tunakutana na wagonjwa ambao hawana ndugu, lakini sio tu wagonjwa ambao hawana ndugu. Tupo kwenye jengo la dharura. Pia kuna wagonjwa wanakuja ndugu wanao, lakini hata kama bima wanao, lakini mara nyingi wanakuja wamepata ajali na wanakuwa labda hawajatembea na vitambulisho vyao vya bima, lakini pia na ndugu kwa muda huo hawajui kama ndugu zao wapo hospitali ya mkoa wa rufaa ya Mwananyamala kwa ajili ya matibabu. Naye muuguzi kutoka wodi ya kina mama katika hospitali ya rufaa ya Mwananyamala, Nasra Muhamedi, pamoja na mama Elina Maguku akiwakilisha kina mama waliopatiwa msaada wao, wameshukuru kwa msaada huo, kwani wamesema utawasaidia katika kuimarisha usafi, huku wakiomba wadau wengine kuendelea kuwasaidia. Nashukuru sana kikundi cha kina mama Amacha Credit kwa kuja kuweza kuwasaidia kina mama wa hapa mashuka. Tunasema asante sana kwa kujitoa kwenu na Mungu awabariki sana. Tunaomba pia, tunapenda kupendekeza pia ima mashirika mengine ama sehemu zingine zote kuweza kuendelea kutoa hamasa hizi, kuweza kusaidia vifaa tiba katika kuendeleza ujenzi na utaratibu wote wa afya. Tunashukuru kwa msaada mliotuletea mashuka, maana wanawake tunatakiwa kuwa wasafi kwa kweli. Tunapongeza sana mama waliotuletea mashuka. Mungu azidi kuwaongezea zaidi ya mara 1000. Wabarikiwe sana. Tunashukuru sana jamani. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Wafanyakazi wanawake wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira mjini Geita, GEUWASA, wameadhimisha kilele cha siku ya wanawake duniani kwa kutoa misaada mbalimbali kwa wafungwa wa gereza la wanawake wilayani Geita. Taarifa zaidi na Joel Maduka kutoka Geita. Wanawake hao walipowasili gerezani wamekabidhi zawadi za mahitaji mbalimbali kwa wanawake wenzao waliopo kifungoni. Wakizungumza wakati wa utoaji wa msaada huo, wamesema kuwa wameamua kusherehekea siku hiyo kwa kutoa upendo kwa wenzao kama ishara ya mshikamano na kuthamini utu wa kila mwanamke. Dhima ya kutembelea katika gereza letu hili la Geita ni kuja kuwaona wamama wenzetu, ambapo leo ni siku yetu, siku ya wanawake duniani. Tunakuja kwa ajili ya kuwakilisha zawadi mbalimbali, kwa ajili ya kuwasapoti katika kipindi hiki walichopo gerezani, wajisikie wako huru, wajisikie wana amani, na wanawake wenzao tunawapenda sana. Kama tunavyojua, kauli mbiu ya mwaka huu ni wanawake na wasichana 2025, haki, usawa na uwekezaji. Kwa hiyo sisi kama wanawake wa GEUWASA tumeona imetupendeza, imekuwa vyema zaidi tuwatembelee wanawake wenzetu ambao wapo kwenye gereza. Kama tunavyojua na tunavyoamini, so wote wanaokaa gerezani wanakuwa na makosa ambayo ni makosa halali, mengine labda bado hayajathibitika, lakini vile vile wengine wanaweza kukata rufaa. Kwa sisi tumeona kwamba wana haki kama wanawake wengine kupata zile stahiki mbalimbali. Kwa upande wake, mkaguzi msaidizi wa gereza la wanawake Geita, Joyce Jonathan, amewashukuru wanawake wa GEUWASA kwa moyo wao wa huruma na kwa kuwapelekea zawadi muhimu wanawake waliopo gerezani. Tunashukuru kwa upendo mlioonyesha wana GEUWASA kwa kutuletea vifaa pendwa katika gereza la wanawake Geita. Umetuletea mahitaji muhimu na sisi tunashukuru sana. Pale mlipotoa, Mungu awaongezee. Tunawakaribisha tena. Mtakapopata tena msisite kuja kutusalimia.
Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yanafanyika leo Machi 8 kwa kauli mbiu isemayo wanawake wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kauli mbiu hii inalenga kuhimiza jamii kuhusu umuhimu wa kuimarisha usawa wa kijinsia kwa wanawake na wasichana kwa kuhakikisha wanapata fursa sawa katika sekta zote za maisha ikiwemo elimu, uchumi, uongozi na afya. Pia inasisitiza uwezeshaji wa wanawake kwa kuwapa nafasi ya kushiriki katika maamuzi muhimu ya kijamii na kiuchumi ili kujenga jamii yenye haki na maendeleo endelevu. Wanawake wa GEWASA wamesema kuwa utekelezaji wa kauli mbiu hii unahitaji mshikamano wa jamii nzima katika kuwawezesha wanawake na wasichana kufikia ndoto zao bila ubaguzi wowote. Asante sana Joel Maduka kutoka Geita. Kutokana na kuendelea kuongezeka kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika halmashauri ya jiji la Mwanza, serikali imeombwa kuongeza walimu hususan wanaofundisha watoto wenye ulemavu wa akili. Emmanuel Meshak ameenda taarifa zaidi kutoka Mwanza. Akizungumza mara baada ya kupokea msaada wa vitu mbalimbali yakiwemo madaftari, kalamu na taulo za kike uliotolewa na wanawake kutoka katika chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa TALGU mkoani Mwanza, afisa elimu maalum halmashauri ya jiji la Mwanza Zakia Ahmed amewashukuru wanawake hao kwa msaada walioutoa, huku pia akishukuru serikali kwa kuendelea kuboresha elimu kwa watu wenye mahitaji maalum ikiwemo kujenga bweni, ambapo pia amezungumzia kuwepo kwa upungufu wa walimu. Sisi changamoto yetu kubwa sasa hivi tuna wingi wa watoto na tunaiomba serikali iweze kutuongezea walimu. Halmashauri ya Mwanza jiji tuna upungufu mkubwa wa walimu waliosomea wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo hasa upande wa ulemavu wa akili, walimu ni wachache, watoto ni wengi sana. Kwa hiyo tunaomba serikali iendelee kutuletea walimu kila inapoajiri. Tukumbuke na sisi Mwanza jiji, hao walimu wanahitajika sana. Huduma ni nzuri, walimu wanajitahidi kufundisha sana licha ya uchache wao. Chakula kinatolewa kizuri, majengo mazuri, lakini changamoto yetu ni walimu tu, upungufu wa walimu. Baadhi ya wanafunzi katika shule ya msingi Buhongwa wenye mahitaji maalum wamewashukuru kina mama hao kwa kuwatembelea na kutoa msaada wa vitu hivyo, huku wakiomba serikali kuendelea kuwaboreshea miundombinu ya elimu. Rais Samia Suluhu naomba tusaidie, serikali yetu iweze kutusaidia walemavu tuweze kupata vifaa vyetu maalum. Kama tukikutana na watu ambao hawaoni, tuwanunulie fimbo za kutembelea, akikuta mtu asikii na vifaa kama cha kwangu nilichonacho. Mimi ni kiziwi, sisikii hata kidogo, hata siwezi kuzungumza wala siwezi kusikia. Tuna uhitaji wa vifaa vinavyoweza kutusaidia kusikia angalau kwa mbali. Na mfano tunaweza kwenda hospitali, pia hatupati huduma ya kutosha kwa sababu sisi ni viziwi na sisi hatuwezi kuzungumza. Kwa hiyo tunahitaji msaada wa kupata vifaa, lakini vile vile tunahitaji tupate vifaa saidizi na huduma ambazo zinaweza kupatikana mahospitali. Lakini nawashukuru sana, na tunasoma lakini uelewa wetu ni kidogo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya ushauri ya wafanyakazi wanawake TALGU mkoani Mwanza, Kathleen Mageni, amesema kuwa katika zoezi hilo la utoaji wa msaada wametembelea katika kituo cha afya Buzuruga na kutoa viti pamoja na pampas kwa kina mama waliojifungua, ambapo pia wametoa msaada kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule ya msingi Buhongwa, ikiwa ni kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Naridhika zaidi, unajua unaposikia watoto wenye mahitaji maalum, kama hujafika eneo la tukio huwezi ukajua, lakini unapofika hapa unajisikia kabisa ndani ya moyo wako kuna msukumo fulani unakugusa, unasema kumbe sikukosea. Hii ni sehemu maalum kabisa kuweza kufika mahali hapa. Mbali na hayo, sisi tunaendelea kumsapoti rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio maana leo tumeweza kufika hapa, kwa sababu hatuwezi tukaiachia serikali tu ikaendelea kufanya mambo mbalimbali kwa wahitaji. Na sisi kama wananchi, sisi kama vyama vya wafanyakazi pamoja na wadau wengineo, tunapaswa kushirikiana na serikali bega kwa bega katika kuweza kuleta mahitaji pamoja na mambo mbalimbali. Asante sana Emmanuel Meshak kwa taarifa hiyo.
Wananchi wa kata ya Igurusi katika halmashauri ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya wameshukuru serikali kwa kuwafikishia kampeni ya elimu ya msaada wa kisheria ya Mama Samia inayoendelea nchini. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Hayo yameelezwa na baadhi ya wananchi waliofika kupatiwa elimu ya msaada wa kisheria inayoendelea nchini na kuomba elimu hii iwe endelevu. Shukuru serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano pamoja na mama kwamba wamewafikia wananchi kwa njia rahisi zaidi, ambalo ni jambo tumelisubiri kwa muda mrefu. Mama ametuona na naamini ametenda huruma. Ametenda huruma kwa sababu hatujahurumiwa miaka yote kutufikia na kutoa kero yake. Mimi wamenifafanulia vijana hapa waliokuja wageni wetu na wametuonyesha watu wote, nimeona wamefurahi. Shukuru nimefaidika hii elimu ya kutambua namna gani msaada wa kisheria naweza nikafaidika nao kuhusiana na maendeleo ya kata yetu kwa ujumla. Na pia niko tayari kuenda kuelimisha wenzangu ambao wakufika hapa kulingana na elimu niliyokuwa nimeipata, kwani imenisaidia sana. Kuna mapungufu ambayo nilikuwa siyajui, lakini kwa leo hii nimeelimika sana na ninawashukuru wataalamu wametuelimisha sana kwa msaada huu wa kisheria. Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Majenje Elisha Mwanikawaga ameongeza kwa kuwataka wananchi wapatapo fursa wahakikisha wanapata elimu hiyo, huku diwani wa kata ya Utengule amefurahishwa na elimu hiyo. Kijiji chetu cha Majenje au wananchi wetu wa kijiji cha Majenje wamebahatika kupata hii elimu kuhusiana na msaada wa kisheria, ambao kimsingi walikuwa asilimia kubwa hawajui ni namna gani waweze kupata haki zao kwenye masuala ya migogoro ya ardhi, migogoro ya ndoa na mambo mengine yanayohusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia. Na mimi naamini kupitia elimu iliyotolewa leo kijiji kitakuwa na watu wenye uelewa. Kwanza napenda nimshukuru Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuanzishia huu mpango wa elimu. Changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye kata yetu ni migogoro ya ardhi. Kuna migogoro mikubwa ya ardhi kati ya wakulima na wafugaji, lakini migogoro ya mtu na mtu, na hii inapelekea pengine watu kuleta magombano na mafarakano yasiyo ya lazima. Hata hivyo, mratibu kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, Wakili Seth Mapunda, amewataka wananchi kujenga utaratibu wa kuwa na hati za maeneo ili kuondoa migogoro. Hii migogoro ya ardhi ambayo tunakimbizana nayo huku kwamba nimenunua maeneo ya ukoo, umenunua maeneo bila ridhaa ya familia, umenunua maeneo si hatujaridhia kuuza haya maeneo, haita kuwepo, kwa sababu yaweza kuwa umeingia kwenye changamoto ya kununua maeneo yanayomilikiwa na ukoo. Mtu anakuja anakuuzia eneo, baada ya kuuzia eneo hilo kumbe linamilikiwa na familia. Na aliyekuuzia ni kweli mwanafamilia, lakini sio msimamizi wa mirathi. Kama sio msimamizi wa mirathi, na maana sio mtu halali ambaye anatakiwa kufanya nini? Kuuza hayo maeneo. Kwa hiyo tuzingatie sana elimu ya mirathi, tuzingatie sana. Hii itatusaidia kuepusha migogoro ambayo tunaishi nayo katika jamii zetu. Asante sana Daniel Simelta kwa taarifa hiyo. Baadhi ya wavuvi wanaofanya shughuli zao za ndani ya Ziwa Victoria wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kudhibiti wimbi la uvamizi unaofanywa na maharamia kutoka nchi za jirani na kupora vifaa vyao ikiwemo boti, mafuta na samaki. Adam Kadutu anaripoti kutoka Mara. Nikamweleza, akaniambia hili nitalishughulikia. Na hao watu juzi hapo wameniambia waliachiwa. Sasa hatukujua waliachiwaje. Ni sehemu ya kundi la wavuvi wanaofanya shughuli zao ndani ya Ziwa Victoria hapa mkoani Mara. Na hiki ni kilio chao kutokana na changamoto wanazokutana nazo, ikiwemo kunyang'anywa samaki, boti pamoja na mafuta, na wakati mwingine kujeruhiwa vibaya. Tumekuwa tukinyanyasika ndani kama ya miaka 10. Tunapovua samaki kule, kuna watu maharamia wamekaa kule ziwani kutoka nje jirani. Wanatunyang'anya samaki, wanatunyang'anya mafuta. Kwa kweli Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hatufanyi kazi, shida ni kubwa mno sisi ziwani. Hawaendi kufanya sasa patrol Mkuu wa Mkoa. Hawa wa kwetu na wao wanachukua samaki. Wanachukua samaki za Wakenya. Maana nimewaonyesha kabisa kwamba wale pale mashine yetu ni kubwa sana. Wanawafuata na kweli wanawakamata. Wanasimama. Tunasema labda wataturudishia basi waje tupate maelezo wote. Alafu wale Waganda wanaachiwa, wao wanaelekea upande huu, wa kwetu wanaelekea upande huu. Sasa nasema tumewaonyesha na umewakamata, ni kwa nini wasishughulike nao? Wanakuja wanapitishamo, wanakatakata zile ndoano kwa kujinufaisha wao wenyewe vipato vyao ambavyo ni vya uvuvi haramu. Makokoro ni mengi yanatoka huko mjini, yanakuja kutuvurugia humu samaki. Na wanavua visamaki ambavyo vinalingana na vingine vinafikia vya hivi. Serikali ya wilaya ya Rorya katika mkoa huu wa Mara
inakiri kupokea malalamiko ya wavuvi hawa, huku kukiwa tayari kuna hatua kadhaa ambazo zimekwisha kuchukuliwa hadi sasa. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais ametuongezea mafuta kwa wale watu au polisi wale wa Marine. Sasa hivi wanafanya doria walau mara 2 kwa wiki. Na tumeshamwagiza usi kwamba ashirikiane na wavuvi haya maeneo ambayo huyu anasema kwamba wako wale maharamia. Kufuatia kilio hiki cha wavuvi, Mkuu wa Mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi anatoa maelekezo ya serikali kwa mkuu wa wilaya ya Rorya. Nadhani lifike mahali sasa likome. Sanjari na hilo tuimarishe BMUs. Kama kuna mnalohitaji kutoka mkoani, tuko tayari kukupeni msaada, lakini resources mlizo nazo mzitumie efficiently. Lakini sasa hayo mafuta yawe translated kwa usalama kuwa imara, na hizi kero zisiwepo. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo tokea Mara. Zaidi ya wanafunzi wa kike 3,000 kutoka maeneo mbalimbali nchini wamenufaika na mafunzo ya programu ya kompyuta yajulikanayo kama Code Like a Girl, ikiwa ni katika jitihada za kuvutia kundi la watoto wa kike kupenda na kusoma masomo ya sayansi. Goodluck Msola anayo taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mwakilishi wa kampuni ya simu ya Vodacom ambao ndio wanatekeleza mradi huo, Glory Mutui, amesema mradi huo ambao umelenga watoto wa kike wa umri wa miaka 14 na 18 umekuwa na mchango mkubwa katika masomo ya STEM ili kuwawezesha upande wa wanawake kuendelea kupenda masomo ya sayansi na kuongeza idadi ya wahandisi wanawake katika fani ya tehama nchini. Tumefikisha idadi ya zaidi ya mabinti 3,000 ambao wamefanya program ya Code Like a Girl, ambao ni program tunaifanya kwenye mikoa tofauti kama Mwanza, Arusha, Dar es Salaam, Mbeya pamoja na Dodoma. Lakini vile vile program ya Code Like a Girl ni program ambayo tunafanya tukishirikiana na D-Lab, ambayo ni inaleta pamoja mabinti ambao wana umri kati ya miaka 14 mpaka miaka 18 ambao wanakuja pamoja kwa ajili ya kujifunza masomo ya sayansi, yani masomo ya STEM. Wakifika hapa wanajifunza kufanya coding, wanajifunza kufanya website na vitu vyote vinavyohusiana na masomo ya STEM. Na vile vile katika mafunzo haya wanapata nafasi ya kutoa ideas zao tofauti ambazo wanazitengeneza, wanaweza kupresent mbele ya wenzao na mbele ya watu tofauti kwa ajili ya kupata feedback tofauti ambayo inawasaidia katika kujiendeleza zaidi. Naye mmoja wanafunzi mwenye ulemavu wa kusikia akizungumza kwa niaba ya wanafunzi wenye ulemavu nchini amesema mafunzo hayo ya kompyuta kwa wanafunzi wa kike hasa wenye ulemavu yana mchango mkubwa katika kuwasaidia kuwasiliana. Yaani katika matumizi moja hayo ya kompyuta, sisi hatujui kwanza kompyuta, tulikuwa tunakwama, lakini sasa hizi katika utatuzi tumepata wakalimani, unakuwa ni rahisi kwetu katika urahisishaji wa mawasiliano. Kwa upande wa kuishauri serikali, ningependa pia waendelee pamoja na Vodacom kutudhamini sisi viziwi tuweze kupata mafunzo zaidi. Hata hivyo, katika mafunzo hayo pia baadhi ya wanafunzi wa kike kutoka shule mbalimbali za msingi pamoja na sekondari wanaoshiriki mafunzo hayo wamesisitiza serikali kuweka msingi wa kutosha na ulioimara katika mafunzo ya kompyuta kuanzia ngazi ya chini. Kwanza kwa sababu nilikuwa sijatumia kompyuta kabla, ilikuwa ngumu kujifunza haraka hasa kutype, lakini baadaye nilifanikiwa. Lakini pia baadhi ya coding zilikuwa zinasumbua kwa sababu lazima kuna vitu ufungue alafu ufunge, kwa kusahau unaweza kusikute kazi yako. Lakini baada ya walimu kujaribu kwa muda mrefu, wote tumefanikiwa kufanya. Napenda kushukuru hii program kwa sababu imeweza kunisaidia, kama kwa mfano mimi hapa in the future nataka kuwa entrepreneur. I think hii program itaweza kunisaidia kama nitahitaji website ya kupost about what I do, itanisaidia sana. Pia I encourage other girls waweze kujiunga na hii program kwa sababu na kwamba itaweza kuwasaidia baadaye. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Wapiganaji waua watu 35 mashariki mwa Kongo.